Yes, amjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati, tunawasalimia wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa na tunawatakia tena mchana mwema wa siku ya leo samedi le 3 janvier 2026, tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za mchana wa leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo, na tutawapeleka nje ya nchi ya Kongo huko nchi ya Venezuela kwenye presida wa nchi hiyo alitekwa nyara na wanajeshi wa Etats-Unis d'Amerique ndani ya operasyon kali ambayo walifanya siku ya leo mo kapitale ya Venezuela. Upande mwingine kwenye shamba la vita maeneo ya Masisi, mapigano ni makali karibu na Katoi. Milipuko ya silaha nzito na nyepesi inasikika ndani ya eneo ya Bingaro kwenye waasi wa M23 wanapigana na jeshi la FARDC pamoja na wazalendo. Siku ya leo FARDC, jeshi la Kongo, lilionyesha wanajeshi wengi waliokamatwa mateka ndani ya operasyon za FARDC mashariki mwa nchi ya Kongo. Kadhibitisha ya kwamba wanajeshi hao waliokamatwa kuna wanajeshi wa RDF Rwanda na wanajeshi wa M23, na FARDC kadhibitisha ya kwamba vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo haiko vita vinavyosababishwa na konflikt kati ya wakongomani, bali ni vita vinavyofanywa na nchi tofauti kwa faida zao. Kama kawaida tumewaletea habari mingi tena mbichi. Unayofuata ni Kwetu TV, ni channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawaomba kusubscribe, yani kujiabone, muendelee kucomment na kuzilike habari hizi na kuzisambaza pia kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga na grupe yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Mujiunge nasi kupitia link ambayo iko hapo chini ya titre au mtuandikie kwenye namba hiyo. Bila shaka kabisa mtakuwa napata habari mbichi na kuomba kuwa nami mwanzo hadi mwisho ili kufahamu kabisa hali halisi mashariki mwa nchi ya Kongo na kujua taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo na kwingineko. Habari mbichi tena mpya ambazo tunazo kwa sasa ni ya kwamba presida wa Venezuela ambaye anaitwa Nicolas Maduro na bibi yake walitekwa nyara na wanajeshi wa Etats-Unis d'Amerique. Force speciale ya Etats-Unis d'Amerique ilifanya operasyon asubuhi ya leo mapema ndani ya kapitale ya Venezuela. Wakati wa operasyon hiyo waliwateka nyara presida wa Venezuela Nicolas Maduro pamoja na bibi yake, na wakati waliwateka nyara wakawabeba wakawatosha ndani ya nchi ya Venezuela, ambapo mpaka kwa sasa nchi ya Venezuela haijue ni wapi ambapo presida wao alipelekwa. Baada ya masaa machache na habari hizo zimesambaa kwenye mitandao ya kijamii ya kwamba presida wa Venezuela isha tekwa nyara yeye na mke wake. Presida wa Etats-Unis d'Amerique Donald Trump kupitia account zake tofauti kama kwenye X ancien Twitter na Facebook walitangaza kwamba presida wa Venezuela na mke wake walikamatwa na force speciale za wanajeshi wa Etats-Unis d'Amerique. Alisema kwamba asubuhi ya leo mapema operasyon ya wanajeshi wa Etats-Unis d'Amerique ilifanyika ndani ya Caracas, kapitale ya Venezuela, ku makao makuu ya presida wa Venezuela yule Maduro, na akasema kwamba wakati wa operasyon hiyo yule presida Maduro na bibi yake walikamatwa na jeshi la Etats-Unis d'Amerique. Kwa sasa iko mikono ya wanajeshi wa Etats-Unis d'Amerique. Hizo ndizo habari mbichi kutoka Venezuela. Presida wa Venezuela Maduro na bibi yake kwa sasa walitekwa nyara na jeshi la Etats-Unis d'Amerique. Wakati walitekwa nyara walipelekwa kusikojulikana. Mpaka kwa sasa guvernema ya Venezuela haijue ni wapi ambapo yule kiongozi wao ama presida wao na bibi yake walipelekwa. Tuingie sasa kwenye shamba la vita huku kwetu nchini Kongo. Tuambie
kinachoendelea kwenye shamba la vita. Mapigano makali yalianza tena Jumamosi ya leo asubuhi le 3 janvier 2026 kati ya waasi wa M23 na FARDC wanaoungwa mkono na wazalendo huko Kilongo, yapata kilomita 3 kutoka Buhimba, ni katika kundi la Walowa Yungu, hapo ni territoire ya Walikale, ni ndani ya province ya Nord Kivu. Kulingana na vyanzo vya ndani katika kundi hili, waasi wa M23 walianzisha mashambulizi mapya dhidi ya maeneo ya FARDC na wazalendo karibu na Buhimba kuanzia saa 11 asubuhi. Katibu tawala wa kundi la Walowa Yungu anaripoti kwamba milio ya silaha nzito na nyepesi inaweza kusikika katika eneo la mapigano. Waasi wanajaribu kusonga mbele kuelekea Buhimba ili kurejesha udhibiti wa mji. Eneo hii ya Buhimba ni kwa siku ya pili kabisa na hali ni tete kutokana na mapigano ambayo yanasikika huko Kilongo. Siku ya jana waasi wa M23 walipigana na wazalendo siku nzima. FARDC ikasaidia wazalendo wakawarepusea waasi wa M23 wakarudia nyuma, na baada ya masaa machache tu na wamewarepuse tena, wamewafukuza hapo eneo ya Kilongo. Asubuhi ya leo mapema saa 11 wakajireorganize upya tena, wakakuja hapo Kilongo, wakaanza tena vita, wakapigana na wazalendo pamoja na FARDC. Wasi wa M23 tangu siku ya jana wako mapigano hapo, wanataka wasonge mbele hadi Buhimba, mwingine ambao uko mikono ya FARDC na wazalendo tangu mwezi wa 10. Tangu mwezi wa 10 ndipo Buhimba ilikuwa rekipere na wazalendo, na M23 tangu jana sasa wako movita pale, wanataka wasonge mbele. FARDC na wazalendo nao wako determine, jana waliwapiga wakawarepuse, na asubuhi ya leo walirejea muatake pale. Mapigano yanaendelea, tutaendelea kufuatilia kwa karibu habari za mapigano hayo ili kuwapa matokeo wakati mapigano yatakapokuwa na yameisha. Pour le moment mapigano yanaendelea kusikika hapo Kilongo karibu na Buhimba, kilomita 3 tu, mnasikia kwamba ni karibu. Upande mwingine mapigano makali kati ya wazalendo na waasi wa M23 na FARDC yanaripotiwa ndani ya eneo ya Bingaro, eneo ya Masisi karibu na Katoi. Mapigano mapya yalizuka tena Jumamosi ya leo asubuhi kati ya waasi wa M23 na vikosi vya serikali vinavyoungwa mkono na wazalendo huko Bingaro katika eneo la Katoi, ni territoire ya Masisi, ni ndani ya Nord Kivu. Vyanzo kadhaa vya ndani vinaonyesha kwamba waasi ambao wamejimarisha kutoka Kazinga wameanzisha mashambulizi dhidi ya FARDC na wazalendo kwa lengo la kuvikamata vijiji ambavyo walikuwa wamevipoteza yapata wiki mbili zilizopita katika sekta ya Katoi, ikiwa ni pamoja na mji mkuu wa sekta hii ambao unaitwa Katoi. Na kama ukumbusho hapa nako ni siku ya pili mfululizo na mapigano yanaendelea kati ya pande mbili. Waasi wa M23 mnakumbuka walipotezaka eneo ya Katoi hivi karibuni musemeni pase, ambapo wale ambao wanafuataka habari zetu za kila wakati walipataka na video ile wakati walipigwaka. Kuna wanajeshi walio kamatwaka hata mateka hapo wa M23, na wakati waasi hawa wa M23 walirudiaka nyuma, walifikaka Kazinga tena wakajiorganize upya tangu jana. Sasa wako movita pale, jana walipiganaka siku yote tena wakarudishwa nyuma, na leo asubuhi tena waliataki, wako movita ndani ya eneo hiyo ya Bingaro karibu na Katoi. Wanaendelea kuwapiganisha wazalendo na FARDC, wanataka tena kukamata eneo ya Katoi ambayo walikuwa wameipoteza hivi juzi. FARDC na wazalendo nao pale wako movita vya kuendelea kukomboa maeneo yanayokaliwa na hawa waasi wa M23.
Hali ni tete katika vijiji hivyo ambapo mapigano yanasikika. Wakaaji wanabakia ndani ya nyumba zao kwa sababu hakuna kwa kuelekea, hakuna kwa kukimbilia. Mapigano ni makali, yanasikika kutokea pande zote. Wao wanajificha tu ndani ya nyumba zao, wanangojea hali ikuwe ya utulivu ndipo waendelee na maisha ya kawaida. Ni kama kawaida tu wakaaji wa maeneo ya Masisi, Walikale, Ruchuru na kwingineko tangu kuzuka kwa mapigano haya ya waasi wa M23 washakazoea kabisa mambo ya vita, na hakuna ambaye anazoeaka kitu kibaya. Inakuwa tu ya kawaida wakati vita viko, basi ni kubakia hapo ndani ya nyumba, ni kuwa na oga na hofu, wanamwomba Mungu basi wakiokoka tu maisha yataendelea. Hali ni tete kabisa ndani ya maeneo hayo, mapigano yanaendelea, na mapigano hayo yanasikika Bingaro baada ya masaa machache, na mapigano mengine yamesikika karibu na Humura. Kundi lingine la wasi wa M23 waliokuwa wakijaribu kusonga mbele kuelekea Humura Jumamosi ya leo asubuhi walikumbana na upinzani kutoka kwa vikosi vya wafuasi vinavyounga mkono na wazalendo. Vyanzo vyetu vinaonyesha kwamba wasi walilazimika kurudi nyuma. Hapo ni maeneo karibu na Humura. Waasi wa M23 waliatake pale hawakufanikiwa, walikutana na resistance ya wazalendo, wakapigwa tena wakarudia nyuma. Mnasikia ya kwamba waasi wa M23 ndani ya siku hizi waishazidisha maatake kabisa contre FARDC na wazalendo. Wanapenda wasonge mbele, FARDC na wazalendo wako naendelea nao kuwarepuse kila ataki ambayo wanaifanya, wanawarudisha nyuma. FARDC na wazalendo wanaendelea kuresiste kabisa, wakipigana mchana na usiku na hawa wasi wa M23 ambao wanataka wasonge mbele. Siku ya leo jeshi la Kongo FARDC liliwaonesha wanajeshi waliokamatwaka kwenye shamba la vita wakati wa operation walizokuwa wakizifanya mashariki mwa nchi ya Kongo, Sud Kivu na maeneo ya Nord Kivu. Mnajua tangu kwanza kwa vita hivi vya M23 kuna wanajeshi wengi waliokuwa wakikamatwa mateka. Kwenye picha hiyo ambayo mko naiona hapo chini, wale ndio wanajeshi ambao FARDC iliwapresente kama wanajeshi walio kamatwaka kufro ndani ya maeneo ya Nord Kivu na Sud Kivu. Wanajeshi hawa FARDC nasema kwamba wengi wao ni wanajeshi wa RDF, jeshi la Rwanda, wengine ni wanajeshi wa AFC M23. FARDC inasema kwamba vita hivi vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo si vita ambavyo ni vya matatizo ama mgogoro kati ya wananchi ama matatizo ya nchi ya Kongo, bali ni vita ambavyo vinafanywa na zingine nchi ndani ya nchi ya Kongo. Nadhani kwamba pale tuko naendana. Donc ili kuelewa vizuri, ni agression ya zingine nchi kupitia makundi hayo yenye silaha mkiwemo AFC M23 inayounga mkono na jeshi la Rwanda RDF. Ndani ya tangazo la FARDC siku ya leo, wakati ilikuwa ikiwaonesha hao wanajeshi waliokamatwaka mateka, alikuja kureaffirme determination yao kwa ajili ya kupigania uadilifu wa nchi ya Kongo na kupigana kwa ajili ya kurekipere maeneo ya Kongo, materitoire ya Kongo yanayokaliwa na waasi wa AFC M23 kama inavyokuwa matakwa yake President Felix Tshisekedi. Tuendelee na habari zetu, tuwapeleke ndani ya Masisi Centre. Jumla ya watu 42 wakiwemo watoto na wanawake wengi waliojeruhiwa na vipande vya chuma na wanaougua majeraha mengine wamelazwa katika hospitali kuu ya rufaa ya Masisi Ijumaa siku ya jana, kufuatia shambulio la ndege zisizo na rubani lililofanywa na jeshi la Kongo katika eneo la makazi la kituo cha Masisi huko ni Nord Kivu. Waliojeruhiwa walipelekwa katika hospitali kuu ya rufaa ya Masisi ambapo walitibiwa na wafanyakazi wa hospitali kwa ushirikiano na timu za madaktari kutoka madaktari wasio na mipaka MSF. Wawili kati yao walifariki muda mfupi baada ya kuwasili, huku wengine wakiendelea kulazwa hospitalini.
Kama ukumbusho, ndege isiyo na rubani ya jeshi la Kongo ililenga maeneo ya wasi wa AFC M23 Ijumaa alasiri katika wilaya ya Mongaliema. Hapo ni katikati kabisa mwa Masisi Centre. Angalau raia 4 waliuawa. Hali ya hofu imewakumba wakazi wa eneo hilo, eneo linalokaliwa na wasi wa AFC M23 baada ya shambulio la hivi karibuni siku ya jana. Masisi ni mojawapo ya maeneo yaliyoathiriwa zaidi na mzozo huu. Shambulio hili lilitokea huku mapigano yakiongezeka ndani ya maeneo tofauti tuliowaambia, kama karibu na Katoi. Huko maeneo ya Buhimba mapigano ni makali. Kutokana sasa na frappe hizo za FARDC, waliopoteza maisha yao wanaendelea kukua wengi kwa sasa. Tuko wanapata zaidi ya watu 4 ambao walipoteza maisha yao na wengine wengi sana kujeruhiwa. Hapo ni Masisi Centre kwenye hayo yalifanyika, ilikuwa jioni ya jana. Taarifa zetu zinaendelea, nimewaletea taarifa mbichi kama kawaida. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilithibitisha Ijumaa nia yake ya kutekeleza jukumu lake kama mwanachama asiye wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa ufahamu kamili wa jukumu lililokabidhiwa na jumuiya ya kimataifa wakati wa sherehe ya kuwasimamisha wanachama wapya waliochaguliwa kwa kipindi cha 2026 jusqu'à 2027. Akizungumza mjini New York kwa niaba ya Kongo, naibu waziri wa mambo ya nje Noela Yeganato na Kwipone alibainisha kuwa nchi hiyo ilikuwa katika Baraza la Usalama kwa mara ya 3 miaka 35 haswa baada ya ushiriki wake wa awali, akisisitiza kwamba huo haukuwa uwepo wa kawaida. Kwa kuzingatia uzoefu wake ulioangaziwa na migogoro ya muda mrefu, michakato tata ya utulivu na juhudi zinazoendelea za ujenzi upya, Kongo inakusudia kutoa mchango muhimu wenye mtazamo wazi na uwajibikaji kwa kazi ya baraza. Naibu waziri aliweka ahadi hii sambamba na ushiriki hai wa Kongo katika ushirikiano wa pande nyingi, hasa ndani ya Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa, Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika na mkutano wa kimataifa kuhusu ukanda wa Maziwa Makuu. Mamlaka ya Kongo yatategemea nguzo mbili kuu: amani na usalama na kuzuia na kutatua migogoro. Katika nafasi hii, Kongo itachangia katika majadiliano kuhusu mustakabali wa shughuli za kulinda amani za Umoja wa Mataifa, ikitegemea hadhi yake kama nchi mwenyeji kwa zaidi ya miaka 20 ya mojawapo ya misheni kubwa zaidi za Umoja wa Mataifa, akisisitiza kwamba amani ya kudumu haiwezi kutenganishwa na haki. Bibie Yeganato alisisitiza jukumu la haki ya mpito wakati inajumuisha, inaaminika na inabadilishwa kulingana na miktadha ya kitaifa kama njia ya upatanisho, mshikamano wa kijamii na utulivu. Kwa upande wa kuzuia migogoro, Kongo pia inakusudia kuelekeza umakini kwenye uhusiano wa karibu kati ya maliasili, utawala na migogoro, pamoja na umuhimu wa program za kupokonya silaha, kuondoa silaha na kurudisha watu katika jamii zilizoundwa kwa njia kamili, endelevu na inayolenga kurudishwa watu katika jamii za kijamii na kiuchumi. Kwa kuchukua kiti chake katika Baraza la Usalama kwa kipindi cha 2026 hadi 2027, Kongo inakubali, kulingana na naibu wa waziri, ahadi mara 3 kwa watu wake, kwa Afrika na kwa jumuiya ya kimataifa, na itatekeleza jukumu lake kwa hisia ya uwajibikaji, roho ya mazungumzo na uaminifu kwa mkataba wa Umoja wa Mataifa. Hatimaye Kongo imedhibitisha nia yake ya kufanya kazi na wanachama wote wa baraza ili kuzuia migogoro na kutafuta suluhu za kudumu katika huduma ya amani na usalama wa kimataifa. Nadhani ya kwamba hayo yanaeleweka na tunaendana vizuri. Asante. Basi hizo ndizo habari mbichi ambazo nilikuwa nimewaletea mchana wa leo, na wasihi kusubscribe, yani kujiabone, muendelee kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Mkumbuke kuendelea kujiunga nasi na grupu yetu ya WhatsApp ili kukuwa napati habari zetu mbichi kwa wakati. Merci.